Ikiwa ni siku ya Ijumaa ya Machi 6 mwaka 2026, karibu kufahamu zile taarifa zote za kimichezo zilizojiri kutoka ndani ya Tanzania na zile ambazo zinatarajiwa kujiri kutoka ndani ya Tanzania, lakini na zile ambazo zinatarajiwa kujiri ama zimekwisha kujiri kutoka katika nyanja mbalimbali za kimichezo ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini kama ni mara kwanza kujiunga na sisi, ni kuombe bonyeza neno la subscribe, lakini pia usiache kulike, kucomment pamoja na kushare. Taarifa kubwa kutoka hapa nyumbani Tanzania ni juu ya taarifa iliyotolewa na shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF, ambapo referee Kassim Mpanga kutoka jijini Tanga ambaye alihusika katika moja ya uamuzi katika mchezo wa Kariakoo Derby uliochezeka Machi 1 katika dimba la Newman Complex kule Unguja visiwani Zanzibar, na mechi hiyo ikamalizika kwa sare ya bila kwa bila, lakini goli ambalo yeye alikuwepo ni mwamuzi msaidizi ama line 2 ndiye aliweza kuashiria kwamba goli lile ni offside, lakini ilikuwa ni goli halali. Kwa baadhi ya maoni mbalimbali, lakini pia na marejeo ya picha katika mchezo huo, watu wengi walikuwa walisema kwamba ilikuwa ni goli halali, lakini Kassim Mpanga akaweza kumthibitishia mwamuzi Nasoro Mwinchui kwamba ilikuwa ni offside. Hivyo taarifa imetolewa rasmi kwamba amefungiwa miezi 6 baada ya kukataa lile bao halali la klabu ya Simba Sports Club lilofungwa na mshambuliaji Selemani Mwalimu Gomez. Lakini mwamuzi Kassim Mpanga kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwa mwamuzi namba 1 kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Yanga Sports Club dhidi ya Simba Sports Club amefungiwa miezi 6 kwa kosa la kukataa bao halali la Simba Sports Club lilofungwa mnamo dakika 70 katika mchezo huo uliomalizika kwa sare ya tasa, kwa kile alichokionyesha kwamba mfungaji Selemani Mwalimu aliweza kuotea mpira ule. Lakini taarifa ambayo imetolewa leo Machi 6, 2026 iliyotolewa kupitia bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB imeeleza kwamba hakukuwa na kosa lolote kabla ya kufungwa kwa bao hilo, kwa mujibu wa taarifa ya wataalamu wa kutafsiri sheria za mpira wa miguu baada ya kufanya tathmini ya video za tukio hilo. Hivyo ni taarifa ambayo ni breaking news kutoka katika bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB, ambapo imetoa taarifa ya kufungiwa kwa aliyekataa bao halali la mshambuliaji wa Simba Sports Club Selemani Mwalimu. Huyu ni mwamuzi nambari 1 katika mchezo huo wa Kariakoo Derby uliochezeka katika uwanja wa Newman Complex visiwani Zanzibar. Ilikuwa ni tarehe 1 mwezi wa 3 saa 2:15 usiku. Yapi maoni yako baada ya taarifa hii kutolewa na bodi ya ligi kuu kumfungia mwamuzi Kassim Mpanga kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwa mwamuzi nambari 1 kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Yanga Sports Club dhidi ya Simba baada ya kufungiwa miezi 6 kwa kosa la kukataa bao halali la Simba Sports Club lilofungwa mnamo dakika 70 kwa mchezaji Selemani Mwalimu. Tuandikie maoni yako chini ya video. Mimi ni Official Moto Msanaji, Instagram kama official